kwa katiba ya TFF inaruhusu ama inamruhusu rais wa sasa Wallace Karia kugombea tena kuwa rais. Inaruhusu kwa maana mihula mitatu rais anaweza lakini mwanzoni kwa mihula miwili. Katiba imebadilishwa. Umebadilishwa wa tatu. Unaweza ukagombea kwa mihula mwingine wa tatu. Kwa hiyo katiba ya sasa inamruhusu rais Wallace Karia kuweza kugombea urais kwa mara nyingine tena ndani ya shirikisho la mpira miguu nchini Tanzania. Lakini pia jana tumeona taarifa za Ali Mayai kuweza kuchukuliwa form kuwa mgombea wa urais kwa muhula huu hapa, na si mara ya kwanza kwa Ali Mayai kuweza kugombea nafasi hiyo. Mara ya kwanza kwa uchaguzi wa mwaka 2021 aligonga mwamba baada ya kukosa endorsement za kutosha, kwa maana wadhamini katika wale wajumbe ambao wanakwenda kupigia kura, na akashindwa kwenda kugombea, na badala yake uchaguzi ulikuwa na mgombea mmoja wa nafasi ya urais ambaye ilikuwa ni Wallace Karia, na akapita kuliongoza shirikisho hilo mpaka hivi sasa tuko naye hapa katika shirikisho la mpira miguu nchini Tanzania kwa maana TFF. Hivi sasa Ali Mayai amekwenda kuchukuliwa tena form, kwa maana yeye tunafahamu juzi alipata na msiba wa baba yake mzazi, yuko kule Tabora, amekwenda kuchukuliwa form na mwenyewe amebariki kwa kile kitu ambacho kipo hivi sasa. Tutarejea kuona akipita kwa kikwazo kile ambacho alishindwa kukivuka mwaka 2021. Kwanza pongezi kwa usubutu. Sababu alishinda mara ya kwanza, lakini pia amejaribu msimu huu, ni jambo la pongezi. Na kikubwa jana kama mtu alimsikia vizuri Amri Kiemba ambaye ndiye alimwakilisha na kuchukua form. Nyota wa zamani wa Simba na Yanga huyo. Na Azam. Na Azam. Moja ya sifa ambayo viongozi wengi wanayo. Akiwa kwenye system. Ndio. Kikatiba akiwa anaruhusiwa kuendelea kugombea. Afu akatokea wastanda kuchukua form. Wengi wao huwa wanatengeza kinyongo. Okay. Huyu ameanza kunipinga huyu. Na ikitokea kishindwa yeye akipita kwenye uongozi wake wewe utapata taabu sana. Hata zile nafasi huwezi pata. Huwa inatokea. Sijasema Karia ipo hivyo, lakini huwa ipo hivyo mara nyingi sana. Hata kwenye uchaguzi wa CAF, miongoni mwa watu ambao walikuwa wanapiga sana vita alikuwa ni Samuel Eto'o, rais wa Fecafoot kule Cameroon. Alikuwa gombea urais, lakini walikuwa kimwangalia ambitions zake, wanaona kama hivi mtu anakuja. Kipindi cha uchaguzi aligombea tu nafasi ya kamati ya utendaji, lakini alipiga mizenge mpaka akafutwa kwamba afai si afuzo vigezo, ile kesi alienda kasi akashinda, baadaye akapita. Kwa hizo mambo zipo. Kwa pongezi kwa yeye, hajaogopa hicho kitu kwamba hata kitu gani kashindwa, kama vile ilitokea 2021 haitakuwa shida. Lakini la pili, sioni nafasi ya moja kwa moja kuweza kutoboa kwa sababu moja, kwanza ni issue ya udhamini. Kuna baadhi ya taarifa kwamba baadhi ya clubs na mashirikisho na sasa hivi FA za mkoa walishaanza kumuendorse bwana Wallace Karia. Na miongoni mwa klabu ambazo zilimuendorse Rais Karia, niliona tangazo lake ni klabu ya soka ya Namungo wa Uwaji wa Kusini. Walitangaza kupitia katika page zao za mitandao ya kijamii. Kwa baadhi ya club pamoja na FA za mkoa walishaanza tayari kumuendorse Wallace Karia. Kwa gezo hicho maana yake inahitaji uwe na udhamini angalau 5. Inawezekana hapa mpaka kwa mwisho. Lakini hata kama akifanikiwa kupita kwenye eneo hilo, pia bado naona Wallace Karia nafasi kubwa sana kuendelea kuongoza shirikisho kwa sababu zifuatazo. Tuna miradi mingi sana kama taifa kwenye mpira wa miguu. Lakini paka muda huu tuna miradi mitatu mikubwa ambayo imeanza chini ya Wallace Karia, na paka muda huu tunaenda vizuri. Mradi wa kwanza ni CHAN 2024 ambayo inafanyika mwaka 2025. Mpaka hivi sasa bado mwezi mmoja tu au mwezi mmoja na nusu CHAN ifanyike, ambao sisi Tanzania tunashirikiana na Kenya na Uganda. Huu ni mradi ambao ulianza chini ya Wallace Karia, mpaka muda huu unaendelea, na inawezekana Mungu akipenda mwezi wa 8 ukafanikiwa CHAN ikachezwa Tanzania tukishirikiana na Kenya na Uganda. Lakini pia mradi wa pili ni mradi wa kuandaa AFCON 2027. Ambao kipindi nashinda ile pamoja bids pamoja na wenzetu wa Kenya na Uganda. Huu wote mradi ambao upo chini ya Wallace Karia, ambao paka muda huu haujakamilika, tupo kwenye harakati ya kuweza kuelekea. Sasa mradi mwingine wa tatu ni mradi wa club Simba na Yanga. Kwenye miaka 4 ijayo mpaka 5 na kuendelea, kuna mkakati au mpango wa kuhakikisha kombe la Afrika linakuja Tanzania. Hizo ni CAF Champions League au kombe la shirikisho, moja kati ya hilo. Haya yote yanahitaji kiongozi ambaye kwa kiasi kubwa kipindi hii mchakato inaanza yeye ndo alikuwepo, ili ajue namna gani mambo yake yanaendelea. Inawezekana leo hii tukapata kiongozi mwingine hii CHAN au sana CHAN ambayo ipo karibu, labda AFCON 2027, yeye akaona sio kipaumbele, akaachana nayo, akaja na masuala yake mengine, tukashindwa kuhost. Lakini pia Wallace Karia
sasa hizi tunazungumza yupo kwenye kamati ya utendaji ya CAF, lakini kama sio CAF tu huko nyuma pia shie kuwepo kwenye moja ya kamati za fedha za CAF. Kwa ni kiongozi ambaye ana uzoefu mkubwa sana kwenye soka la Afrika, lakini pia ana ushawishi mkubwa sana kwenye soka la Afrika. Ni kiongozi ambaye tunamhitaji kwa kiasi kikubwa ili kuweza kukamilisha hii miradi. Na kwenye huo mradi wa kuandaa AFCON 2027 ni mradi ambao mataifa ambayo yanaandaa, sisi Tanzania, Kenya pamoja na Uganda, tumeonesha kutia wasiwasi kwenye chani tu kwenye issue ya maandalizi ya viwanja. Tukikosa mtu ambaye anaweza kana sauti ya kutusemea kwenye kamati tendaji, ni rahisi sana ibidi sisi kupokonywa. Sasa wale sikatia tayari tupo naye ambaye ipo kwenye kamati tendaji ya CAF. Kwa maana ni vikao vile huwa anaingia na ni moja vitu ambavyo huwa anavijadili. Mimi binafsi naamini huyu tukiwa naye kuna eneo ambalo anaweza kana tusemea kipindi sisi tunaendelea kujiandaa, kwa sababu maandalizi yetu kuyazingatia bado ni maandalizi ya kujikongoja. Kwa kama huna mtu ambaye anaweza kana sauti kwenye kamati tendaji, ni hizo tumeweza mkapokonya bids. Kwa nikiangalia miradi mikubwa mitatu, tunao mingi, hii mitatu mikubwa mimi naamini Waskaria anafaa kabisa kuendelea kuwepo kwenye uongozi ili tuweze kuikamilisha hii na mingine midogo midogo. Mchungaji, huko katika vijiwe vyenu mashabiki mnazungumza nini kuhusiana na uchaguzi mkuu wa TFF? Kwanza swali linakuja sasa hivi, je, mpira unahitaji mabadiliko, mpira wetu? Kuna kitu hapo lazima swali tujiulize. Unahitaji mabadiliko kwa scenario ambazo zimetokea hapa katikati. Dakika za jioni, ujue Akaria alianza vizuri sana. Kwa hamna shida yote. Lakini dakika za jioni, wanataka kumchafua. Si umeelewa? Ndio shida ya mafanikio. Mafanikio unaweza kaanza safari vizuri tu, lakini mwishoni ukaja uka prove wrong. Kwa yeye alianza vizuri, lakini dakika za mwishoni shirikisho sasa yeye mwenyewe, yani shirikisho linaonekana kama linataka kumshinda dakika za mwishoni. Kwa nini? Yani linamshinda kwa vitu vifuatavyo. Mpaka unaona watu kama CAF wanakuja, tayari unaonekana kuna vitu ambavyo wenyewe wameshindwa kuvihandle. Ukishona timu kubwa kama Simba na Yanga, dabi zinaahirishwa, wewe unashindwa kucontrol. Unaona kwamba ni tatizo hilo. Kwa hiyo sasa hii inampa doa dakika za mwisho. Sasa mimi ni kitu ambacho nilikuwa nakiona kwa wadau ambao ni wajumbe wale wa mikoa ambao wanaenda kuchagua mwenyekiti, kuchagua rais wa TFF. Wanaona kwamba kuna hitaji la kutaka sio wao mhitaji Akaria. Kuna hitaji la kumpata rais ambaye atakuja kubadilisha mpira wetu. Kwa upande wake wewe unavyoona, kwa wale ambao wamechukua form na kwa huyu ambaye aliyopo, kuna mtu ambaye anaweza kuja kufanya ama kutimiza hiko ambacho mnaona Akaria amekishindwa? Mimi nahitaji pangebidi pone mabadiliko. Mabadiliko, watu siogope mabadiliko. Mabadiliko yanaweza kaleta kitu kipya zaidi na soka letu likakimbia zaidi. Lakini kwa sababu ukiangalia sasa malalamiko ya mpira yamekuwa ni mengi, watu wanalalamika sana. Kuna watu wanadai mambo udhamini, kwa nini inaingia hivi? Kuna watu wanadai bodi ya ligi haisimami vizuri. Lakini yote yuko chini yake yeye. Kumbe haya mambo angeweza kuyahandle tokea mapema. Hii dola isingemchafulia. Narudia tena, alianza vizuri lakini mwishoni anakuja kuchafuka. Na mpaka sasa hivi unavyoona dabi hazijulikani zinachezeka vipi. Na mimi kuna kitu kimoja ambacho mimi nikisema watu washabiki wanaumia. Watu wanatoa hela zao mara ya kwanza, mara ya pili. Kwa hiyo yani kwenye dabi tu ndio Karia ameweza kuingia kodoa. Kwa ujumla, hata timu ndogo nao zinalalamika lakini zitendewe haki. Timu gani hiyo? Timu hizo nazo za chini. Nao zinalalamikia marefari. Unajua watu wasiangalie Simba na Yanga. Kuna timu nazo zinalalamikia tunaonewa. Kwa marefari, lakini nao hasikilizwi. Unaona? Mnapokuwa kwenye ligi timu zote ni sawa. Shida inakuja kwamba kuna watu wanajiona kwamba wao ligi kama ya kwao. Hawa wasikilizwi. Mfano kama Azam. Azam anazungumza mpaka anachoka naye. Kwamba kuna matukio ambayo yanafanywa makubwa ambayo hafanyi kazi. Kwa hiyo mimi nilikuwa nahitaji pawe na mabadiliko kwenye ligi yetu kwenye shirikisho la mpira ili tuangalie naye anayekuja atafanyaje. Kama uliongoza vipindi viwili, Watanzania ni wengi. Vipindi viwili. Aje mtu mwingine tumuone, sio lazima yeye aendelee kipindi cha tatu. Ukimtazama mchungaji na ukimsikiliza ni kama anasema tayari na rais anatosha kuapisha kwa kile ambacho kipo. Yaani ukiyatazama yale ambayo anayazungumza mchungaji. Lakini pia tuko na Marco Kilo. Marco, umekuwa ukitazama na ukiona namna ambavyo soka letu liko linaendeshwa na tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi. Tumesalia na miezi miwili tu kufikia tarehe 16 mwezi wa 8 ambako ndio uchaguzi mkuu utafanyika. Kwa haya mambo ambayo yanaendelea huku nje uwanja, kwa haya mambo ambayo yanaendelea kwenye maendeleo ya michezo, kwa mambo ambayo unayaona kwenye maendeleo ya timu, ukianza ngazi ya club, timu za vijana, timu za wanawake mpaka katika ngazi ya taifa, kuna haja ya kutafuta mtu mwingine ama wana michezo wanapaswa kuendelea kumshikilia Wallace Karia ambaye ameonyesha kidogo na kwa namna njia ambayo nzuri tunaoendea? Karia kwanza hata kabla kwenda kwenye uchaguzi hao watu wa mpira walishaanza kusema jiuzuru.
Yaani mtu ambaye anaenda kwenye uchaguzi akiwa kwenye wakati ambao watu wa mpira wanaona kama imetosha. Na hao tena watu wa mpira wenye vilabu hivyo vikubwa wanaoitwa vikubwa, vilabu kongwe, hao wenyewe tayari wameshaingia naye kwenye mgogoro. Kwa hiyo anaingia kwenye uchaguzi katika wakati mgumu ambao, lakini hao watu hao wakubwa ambao wanasema pia wao ni vigeugeo. No, sio vigeugeo. Mpira, football ni sawasawa nao kama siasa. Hauna rafiki wa kudumu, hauna adui wa kudumu. Na okay. Wakati hao wana issue inayozungumzwa sasa hivi waliwahi kumuindoze. Lakini ilikuwa wakati gani? Katika uchaguzi mkuu wa TFF Disemba. Walikuwa marafiki. Maana yake walikuwa na ule urafiki ambao tunasema sio wa kudumu na wala sio yani urafiki upo kutokana na mazingira. Mazingira yale urafiki wao ulikuwa mzuri, mambo yao yalikuwa yanaenda. Lakini sasa hivi mazingira hayapo hivyo. Kwa hiyo inaweza ikatokea wakaja wakamkataa, au wakati wanafika pia kwenye uchaguzi mazingira yakabadilika wakawa rafiki yao. Tutakuja hapa kutazama Marco Kilo Sajigwa sambamba na mchungaji kuhusiana na kile ambacho kilikuwepo mwanzoni na hiki ambacho kipo hivi sasa. Na nakumbuka katika uchaguzi mkuu nitakuja kucheza hapa sauti za Engineer Harris, kwa maana rais wa Yanga, Murtaza Mangungu mwenyekiti wa Simba, pia Athumani Nyamlani makamu mwenyekiti wa TFF, kwa kile ambacho walikuwa wanakizungumza katika mkutano mkuu, na wakakubaliana watoe endorsements. Kama tayari endorsements zimeshatolewa na Rais Karia akaenda kuchukua form, vipi wataweza kumpinga tena ila hali tayari walishampitisha? Tutarejea hapo, lakini tukamsikia hapa kidogo Engineer Harris Saide kwa kile ambacho alikizungumza katika mkutano mkuu wa TFF. Wallace Karia, rais wa Federation, lakini pia mwenyekiti rais wa Sekafa, lakini pia mjumbe wa kamati ya utendaji ya CAF, viongozi wote mliokuwa meza kuu, wajumbe wa mkutano mkuu wa 19 wa TFF uliofanyika hapa Moshi. Nikushukuru mwenyeji kaka yetu Unis kwa ukarimu wako, lakini pia niwapongeze kwa mkutano mzuri ambao umetoa dira ya football ya taifa letu. Mafanikio makubwa ambayo president pamoja na kamati ya utendaji ya TFF yamekuwa ni sababu kubwa ya maendeleo ya football kwenye taifa letu. Sisi kama wana soka katika taifa hili tunajivunia sana uongozi wako Mheshimiwa Rais. Tunajivunia utendaji wako, tunajivunia uchapakazi wako, lakini pia nafasi yako kama mlezi wa mpira katika taifa letu. Tunakupongeza sana sana. Kwa nafasi ndogo Mheshimiwa Rais, ni kuhakikishia ya kwamba sisi wadau wa michezo, lakini specifically kwenye football, tutaendelea kukuunga mkono wewe pamoja na kamati yako ya utendaji. Na nipongeze pia wazo zuri ambalo kakaangu Murtaza Mangungu amelitoa, na mimi binafsi yangu naliunga mkono kwa 100%. Lakini pia nipongeze clarification ya makamu wa rais wa TFF ambaye pia ni mbobezi wa masuala ya kisheria. Nafikiri kwa hapa azimio hili sisi kama wajumbe wa mkutano mkuu tumelipitisha. Kwa muktadha huo tutakuwa na uchaguzi wa idara nyingine kama za wajumbe wa kamati ya utendaji na si eneo la rais. Tumepitisha jamani. Nakushukuru sana na nikutakia kila la heri katika utendaji wako. Asante. Haya, huyu ni Engineer Harris Saide, rais wa klabu ya soka Young Africans, wakati akiunga mkono hoja ya Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Alizungumza nini nitakuja kusikia, lakini twende tukaagane na mtandao Super Vodacom kisha tutarejea hapa. Usitoke, hii ni Kipenga Extra, show nambari 1 mashabiki ya Afrika Mashariki na Kati, na tuko nawe mpaka tamati majira 7 kamili za mchana. Usitoke. Baki hapo hapo. Tunalipa bill dakika 0 tu. Tunarudi. Kipenga Extra imeletwa kwenu na Vodacom Tanzania. Zaidi ya mawasiliano, tumekuwa pamoja. Mama, nipo njiani naja. Tulikuunganisha na uwapendao katika nyakati zote muhimu. Bosi, faili zote nimezituma kwa email. Hadi kazini tulikuunganisha na dunia. Mjukuu wangu, asante, nimepokea muamala. Kupitia uzinduzi wa M-Pesa, uliweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi. Ulipokuwa na mradi wa kujiendeleza, Songesha ilikuwa suluhu yako.